Niwakaribishe tena katika darasa letu la watafuta njia la msafiri la miaka 14, na leo tutakuwa na mada inayohusiana na kazi za Roho Mtakatifu. Lakini kabla ya kuanza somo letu, basi niwaalike wote tuweze kuomba. Tunakushukuru Baba wa mbinguni kwa kutupatia muda huu tena wa kujifunza neno lako. Sisi vijana wa kanisa lako tunapojifunza somo hili la kazi za Roho Mtakatifu, tunaomba ufunuo wako, tunaomba uongozi wako uweze kutufunulia, na hatimaye somo hili likaweze kutusaidia katika maisha yetu ya kiroho. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama nilivyokwisha kujitambulisha kwenye vipindi vingine vya madarasa mengine, majina yangu mimi naitwa Shabatu Nicholas, ni mwalimu wa vijana, lakini pia niko katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbweni Beach. Na mada yetu hii leo kwa upande wa darasa la miaka 14, darasa la msafiri, ni mada inayohusiana na kazi za Roho Mtakatifu. Lakini kabla ya kuanza somo hili, niendelee kuwakumbusha tu kuzingatia taratibu ambazo tumeendelea kupewa na mamlaka kuhusiana na kujikinga kwa ugonjwa unaoenezwa na virusi vya corona ama COVID-19. Na katika kuzingatia hayo, hakikisha unanawa mikono yako kila wakati kuepusha maambukizi ya virusi hivyo. Lakini pia inapowezekana, tumia vitakasa mikono au kwa jina la sanitizer mara kwa mara, tumia ili kujikinga na virusi hivyo. Usisahau kuvaa barakoa mara unapopata nafasi ya kutoka nje ya nyumbani. Hakikisha unavaa barakoa. Lakini epuka kusalimiana kwa kushikana mikono na watu wengine. Hakikisha mnasalimiana katika namna ambayo hamtagusana. Lakini pia kaa umbali wa mita 2 ama futi 6 ili kuepusha kuhamisha virusi hivyo kwenda kwa mtu mwingine ama kuja kwako. Lakini pia tuepuke kukaa katika mikusanyiko ya watu wengi. Hakikisha huendi katika mikusanyiko hiyo. Wakati mwingine tuepuke kwenda katika vijiwe. Sio muda mzuri unaofaa kwenda katika mazingira hayo ili kuepukana na virusi hivi. Muda mwingi tutumie katika kujifunza. Ukibaki nyumbani na kusoma na kujifunza masomo kama haya tunayoyarusha, basi itakusaidia badala ya kutoka nje. Kubwa zaidi, tunawaomba watu wote wazingatie hili. Tuombe kwa Mungu ili kutuepushia janga hili ambalo ni janga la kidunia, linatusumbua na linasumbua taifa letu, na kazi nyingi zimesimama kwa sababu ya janga hili. Tuombe kwa ajili ya viongozi wetu ambao wanaendelea kutafuta ufumbuzi juu ya swala hili. Lakini tuombe kwa ajili ya wale ambao wamewapoteza ndugu zao kwa sababu ya ugonjwa huu. Tuwaombee faraja katika familia zao. Ila zaidi tuwaombee wale ambao wamepatwa na janga hili, wamepata maambukizi ya ugonjwa huu. Tuwaombee ili Mungu aendelee kuwaponya. Somo letu la leo au mada yetu ya leo ni Roho Mtakatifu. Yawezekana tukajiuliza mara nyingi, nini maana ya Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu ni nani? Na swali hilo inawezekana tumejiuliza mara nyingi. Lakini jibu ni hili. Roho Mtakatifu ni nafsi. Wapo wanaosema Roho Mtakatifu ni mtu, ni nguvu fulani, lakini Roho Mtakatifu ni nafsi. Na ukitaka juu ya hilo, soma katika kitabu cha Matendo sura ya 15 mstari wa 28. Kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu
na sisi tusiwatwike mizigo ila hayo yaliyo lazima. Roho Mtakatifu ni nafsi, na ukisoma pia katika kitabu kile cha Matendo sura ya 5 mstari ule wa 3, pia fungu hili linaeleza Roho Mtakatifu ni nani. Roho Mtakatifu pia ni Mungu, ni nafsi lakini ni Mungu. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Hapa inatuonyesha kwamba kumbe Anania alimdanganya ama alisema uongo kwa Roho Mtakatifu. Na hapa Roho Mtakatifu ni Mungu, kwa maana kwamba inaonyesha jinsi ambavyo Mungu hapendezwi na yale tunayoyatenda kama kusema uongo. Kwa hiyo tunapomdanganya Roho Mtakatifu, tutambue tunamdanganya Mungu, maana hakufurahishwa na kile alichokifanya Anania. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nafsi katika nafsi hai 3 za uungu mtakatifu, lakini Roho Mtakatifu ni Mungu. Katika Mathayo sura ya 12 na ule mstari wa 32, naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya Mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Kwa hiyo hapa inatuonyesha kwamba kumbe kama ilivyo nafsi Yesu Kristo na Mungu Mwana Yesu Kristo, basi Roho Mtakatifu naye yupo katika utatu huu, naye ni nafsi lakini pia ni Mungu. Yesu alipoondoka alituachia msaidizi. Ukisoma katika Yohana sura ile ya 14 na mstari wa 16 mpaka mstari wa 17, Yesu alipoondoka alituachia msaidizi. Anasema hivi Yesu kwa maneno yake akizungumza na wanafunzi wake, alisema hivi, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Huyo ni Yesu alikuwa akiyatamka hayo alipokuwa na wanafunzi wake saa chache kabla ya kuondoka kwake, na hapo aliahidi kwamba atakuja yule msaidizi, ambaye msaidizi huyo ni Roho Mtakatifu. Na baada ya hapo basi, katika siku ya Pentekoste Roho alishuka kuonyesha ama kutimiza kile ambacho Yesu alikisema, na alisema kabla ya kuondoka kwake kwamba yupo msaidizi atakuja kwenu. Na ukisoma katika Matendo sura ya 2 mstari wa 2 mpaka wa 4, Biblia inasema hivi, katika siku ya Pentekoste Roho alishuka, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kumbuka hapa ni baada ya Yesu kuondoka, na kwa sababu aliwaahidi kwamba angekuja msaidizi, basi kutimizwa kwake kukatokea katika kipindi hiki cha Pentekoste, na Roho akashuka kwa ghafla, akajaza chumba akiwa anatoka mbinguni. Biblia inatuambia kwamba alitoka wapi?
mbinguni, na alikuja kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, na ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Na baada ya hapo kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia juu ya kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kwa maana kwamba walianza kuzungumza lugha tofauti tofauti. Walipaswa kuondoka kwenda kuhubiri ulimwenguni, lakini kama ni Myahudi angewezaje kwenda kwa Myunani kuzungumza kama hajui kuzungumza Kiyunani? Basi Roho Mtakatifu alipoingia ndani yao, wakaanza kuzungumza lugha tofauti, na zile lugha zilieleweka kwa wale waliokuwa wanawasikiliza. Sio lugha hizi zinazozungumzwa zisizoeleweka. Hii lugha ilizungumzwa kama wewe ni Msukuma ukienda kwa Mnyakyusa, ukizungumza kwa lugha ambayo yeye Mnyakyusa atakuelewa. Kwa maana kwamba ni mpaka Roho Mtakatifu alipokuwa amejaa ndani yao, kisha wakaondoka wakiwa wamejaa Roho Mtakatifu, naye akawawezesha kuzungumza lugha tofauti kwa wasikilizaji waliokuwa wanaweza kusikiliza lugha tofauti. Hebu tuangalie kazi maalum ya Roho Mtakatifu. Ipo kazi kubwa ambayo tunaiona katika Biblia ambayo Roho Mtakatifu alifanya kupitia kwa mitume wake, kupitia kwa waandishi wa maandiko matakatifu, ambayo sasa tunaiona ukisoma katika waraka wa pili wa Petro, ni waraka wa kwanza wa Petro, sura ile ya pili na mstari wa 19 na 20. Tujaribu kuangalia katika waraka wa Petro, waraka wa pili wa Petro, sura ile ya pili. Ukienda katika sura ya pili na mstari ule wa 19 na 20, najaribu kuitafuta hapa, lakini ni kwamba Petro anasema hivi kwamba walioandika Biblia waliandika si kwa mawazo yao pekee, bali waliandika kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Kwa maana kwamba kazi kubwa ambayo Roho Mtakatifu alifanya kwa waandishi ama hawa walioandika Biblia, hawakuandika kitu ambacho walikuwa ni mapenzi yao. Waliandika kitu ambacho waliongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama Musa alivyoandika Torati, alivyoandika kitabu cha Ayubu, aliandika kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, si kwa kile ambacho walikuwa wanakifikiria. Aliandika kwa kile ambacho Roho alimuongoza kuweza kukiandika. Lakini kazi hizi, hebu tuangalie hizi kazi maalum kwa sasa. Hebu tuangalie kazi ya kwanza. Roho Mtakatifu husaidia waumini. Anasaidiaje waumini? Ukisoma katika Yohana sura ya 14 mstari wa 16, anasema nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Kwa hiyo Roho Mtakatifu aliletwa kwetu kuwa msaidizi. Aliletwa kwetu kutusaidia. Sisi wanadamu kwa uwezo wetu hatuwezi. Kuna mambo mengi tu hatuwezi kuyafanya, ila Roho Mtakatifu anatusaidia. Pale ambapo tunajikuta tumeingia katika njia isiyo sawa, Roho Mtakatifu anatuongoza, anatusaidia katika kutambua njia iliyo sawa sawa. Kwa hiyo msaidizi wetu aliletwa na Yesu Kristo, na yupo nasi kutusaidia ili akae nasi hata milele. Lakini kazi ya pili ambayo Roho Mtakatifu anaifanya ni kuleta ukweli wa Kristo kwetu. Yeye analeta ukweli wa Kristo kwetu. Katika Yohana sura ya 14
mstari wa 17, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anayo kweli. Siku zote anatuongoza, anatusaidia, anatupatia kweli kutoka kwa Kristo. Kazi ya tatu, Roho Mtakatifu analeta uwepo wa Kristo. Kwa nini analeta uwepo wa Kristo? Yesu alipokuwepo alisema kwamba bila yeye kuondoka, huyu Roho Mtakatifu hawezi kuja. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuja kutusaidia kwa badala ya Kristo ambaye alikuwepo hapa duniani. Na katika Yohana 16 mstari wa 7 anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Ndipo alipoondoka. Ilipofika wakati wa siku zile za Pentekoste, basi Roho Mtakatifu akashushwa kutoka mbinguni. Kazi ya 4, kuongoza shughuli za kanisa. Anaongozaje shughuli za kanisa Roho Mtakatifu? Katika Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2 na mstari wa 4 anasema kuongoza shughuli za kanisa. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono juu yao, wakawaacha waende zao. Viongozi unaowaona wanaotumika ndani ya kanisa ni Roho Mtakatifu anaoshughulika katika kuwaweka. Ndiye anayewaweka, anayeruhusu wasimame kwa kipindi hicho kushughulika kwa ajili ya kanisa. Na ndiyo maana tunasema basi Roho Mtakatifu anaongoza shughuli za kanisa, anawatumia viongozi waliopo kuweza kulisaidia kanisa, kuweza kuliongoza kanisa, kama alivyotumia wakati ule wa Barnaba na Sauli aliposema kwamba nitengeni Barnaba pamoja na Sauli kwa kazi hilo niliyowaitia. Sauli ambaye alikuwa anaitwa Paulo. Ndipo sasa tunaona kumbe Roho Mtakatifu anasaidia hata leo katika kuliongoza kanisa. Lakini kazi ya 5, Roho Mtakatifu hutoa karama mbalimbali kwa waumini. Ukisoma katika Matendo sura ya 2 mstari wa 38 anasema, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kila mmoja wetu amepewa karama na Roho kama Roho mwenyewe apendavyo. Na karama hizo sisi watafuta njia tunapaswa kuzitambua karama zilizoko tulizopewa na Mungu wetu. Na karama hizo tukishazitambua, basi tutumike kama ambavyo Roho ametupatia kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya wengine. Ndiyo sababu kubwa ambayo Mungu ametupatia karama hizo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayetupatia hivyo vipawa, ndiye anayetupatia hizo karama. Na sasa tunapaswa kuziendeleza kwa kutumika kwazo hizo karama, ndipo zitaenda kusaidia wengine, zitaenda kusaidia kanisa na pia zitaenda kusaidia wengine. Kumbuka watafuta njia tunaandaliwa kuwa viongozi wa baadaye, na lazima tuwe na karama. Lazima tutambue karama tulizonazo. Tukitambua karama tulizonazo, tukazitumika sawa sawa na hizo karama zinavyotaka, basi tutaenda kutumika kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye hutoa karama mbalimbali kwa waumini ndani ya kanisa. Kila muumini unayemwona ndani ya kanisa anayo karama, na karama hiyo anapaswa atumike kwayo. Mwisho wa somo letu la leo, somo la Roho Mtakatifu na kazi zake. Tunapaswa kutambua hizi kazi za Roho Mtakatifu na kumfahamu Roho Mtakatifu yeye ni nani. Na kwa sababu hiyo basi
tuna maswali katika somo letu la leo. Kwa kutumia vifungu vya maandiko kutoka kwa Yohana, tengeneza muhtasari juu ya kazi ya Roho Mtakatifu. Kama balozi wa Kristo duniani, tutaangalia katika Yohana sura ya 14 mstari wa 6 na Yohana 16 mstari wa 7 mpaka wa 15. Tumia fomu ifuatayo hapo chini kama mwongozo katika kusoma maandiko. Roho Mtakatifu, utaangalia majina mengine. Je, majina mengine ni yapi? Utatakiwa ujaze hapo katika upande wa kulia. Balozi katika sayari ya dunia. Jina lingine utajaza jina la kwanza, la pili, la tatu, kama lipo la 4 utajaza. Hilo ni zoezi la kwanza. Lakini zoezi la pili, Roho Mtakatifu ametumwa na balozi katika sayari ya dunia, utajaza nani aliyemtuma Roho Mtakatifu. Katika jina la ametumwa na nani, na katika jina la nani utajaza. Hilo ni zoezi la pili. Lakini zoezi la tatu, Roho Mtakatifu, kazi maalum. Unapaswa ueleze kazi maalum ambazo Roho Mtakatifu akiwa hapa duniani pamoja na wanadamu, akiwa ameletwa kwa ajili yetu sisi wanadamu, anafanya kazi gani? Unapaswa kuorodhesha kazi anazofanya Roho Mtakatifu. Na ukishamaliza zoezi hili nitalituma, na nikishalituma basi unaweza kuchukua tu zoezi hilo kuliprinti, na ukisha printi jaza hiyo form kama ambavyo maelekezo yametolewa. Yakishatolewa, mwambie mzazi akusaidie, ulipige picha majibu ya zoezi lako, kisha utume katika namba ifuatayo 0742573859, au pia tutaweka linki ya kujaza haya yote katika hiyo linki. Ukijaza moja kwa moja, majibu hayo yatatufikia. Bwana akubariki sana. Katika somo hili la leo la Roho Mtakatifu pamoja na kazi zake, Mungu akuongoze uweze kutambua juu ya kazi hizi za Roho Mtakatifu, lakini pia ikusaidie katika maisha yako ya kiroho, ili uweze kutambua kile ambacho Roho Mtakatifu anakuelekeza kukifanya unapokuwa hapa duniani. Tunapofunga basi tuombe. Tunakushukuru Baba wa mbinguni kwa somo hili zuri la Roho Mtakatifu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu aendelee kudumu pamoja nasi, aweze kutuongoza na kutufunulia yaliyo mengi zaidi, lakini yaweze kutusaidia katika maisha yetu, hasa maisha ya kiroho. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amen. Bwana akubariki na uwe na siku njema.